Tuendelee na matangazo yetu na taarifa kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na sasa tugeukie athari kwa nchi za Afrika Mashariki. Mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran pamoja na mashambulizi ya kulipiza kisasi yamesababisha usumbufu wa biashara katika baadhi ya nchi za Afrika, huku kukiwa na hofu ya uhaba mkubwa wa mafuta kote barani Afrika, likiwemo taifa kubwa la kuzalisha mafuta, Nigeria. Bei ya mafuta nchini humo imepanda baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kusitisha upakiaji wa petroli tangu tarehe 2 ya mwezi Machi. Bei ya petroli iliongezwa kutoka naira 774 hadi 874 na wauzaji wakaongeza bei hadi naira 940 kwa kila lita. Nchini Kenya, serikali imesema kuna akiba ya kutosha ya mafuta ili kukabiliana na misukosuko ya usambazaji, ingawa vyombo vya habari vya ndani nchini Kenya vinaripoti kuwa usumbufu wa biashara ya kimataifa utaathiri uchumi wa taifa hilo. Pia nchi hiyo inakabiliwa na nyongeza ya hadi dola 4,000 kwa usafirishaji wa bidhaa kwenda na kutoka Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Afrika Kusini, kunatarajiwa ongezeko la meli bandarini baada ya kampuni za usafirishaji kubadili njia ili kuepuka maeneo hatari ya Mashariki ya Kati. Kuna hofu kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kutaongeza gharama za maisha na kuathiri bajeti ya nchi. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta ili kuongeza uwezo wa nchi hiyo kujilinda kunapotokea misukosuko duniani. Kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati, ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia. Kama tunavyoona, misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumwombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa upande wake, Umoja wa Afrika umetaka tahadhari kuchukuliwa na kupunguza uwezekano wa mvutano kuenea zaidi kufuatia hofu kwamba kufungwa kwa njia muhimu za usafirishaji baharini na mabadiliko ya njia yatakayosababishwa na hali hiyo yataongeza gharama na kupandisha bei za bidhaa pamoja na gharama ya maisha.